بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. بعد يكمشكر مولا سبحانه وتعالى na kumtakia rehema na amani mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuko katika kukumbushana mambo muhimu ambayo kwamba yanatakikana yafanyike katika yaumun nahar, siku ya kuchinja. Huku kuchinja kuna nini ndani yake? Anapata nini mtu anapokuwa yeye kachinja? Na mtu anakosa nini atakapokuwa yeye kaacha kuchinja na akaona kwamba ni jambo ambalo kwamba yeye ni kama halimhusu? Kwa sababu zama za leo imekuwa mtu akijiona hana uwezo anajitoa katika lile jambo kwamba yeye halimhusu, anasahau kwamba yeye linamhusu kwa sababu ni jambo katika dini yake. Wake mtu leo anasema hilo linahusu wenye pesa bwana, make yeye kajitoa. Na katika hatari ni kwamba wewe ukijitoa katika jambo ambalo linakuhusu, jambo ambalo lilikuwa umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akuwafikishe, ukajitoa, basi Mwenyezi Mungu na yeye hukuacha kama ulivyo wewe. Hukuacha, na akikuacha Mwenyezi Mungu umepata hasara. Ndio maana utaona ulamai walikuwa wakiwasisitiza watu waweke nia katika mambo hata kama hawana uwezo. Walikwambia wekeni nia. Mfano Sufyan Thauri radhiyallahu ta'ala anhu, yeye ilipokuwa ikifika misimu ya hija akiwaambia ayuha nasu, enyi watu, aaqidu ala niyati alhajj, wekeni nia za kwenda hija. Wa in lam tastati'u ila dhalika sabila, na hata kama munaona hamuna njia nafasi yoyote ya kuweza kwenda, manake hauna nauli, hauna chochote, hauna lolote wewe, lakini weka nia. Kwa sababu gani? Akasema mbele, wa ala niyatikum turzaquna, juu ya nia zenu nyinyi ndio mutaruzukiwa. Bimaana ya kwamba wewe ustarajia akili yako kwamba utapata. Mwenye kuwezesha ni Allahu jalla jalalu. Wewe weka nia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akiona nia yako, basi atakuwezesha. Yarzuquka min haythu la tahtasib, atakupa riziki wewe kwa namna ambayo hutarajii kamwe. Lakini kwa sababu ya uzuri wa nia yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupa. Tuko katika kueleza udhuhiya. Unapata nini unapokuwa umechinja? Na unakosa nini, hasara gani unaipata utakapokuwa umeacha kuchinja? Tukaambiwa udhuhiya ni ismun lima yudhbah, ni jina la kila ambacho kwamba kinachinjwa ayama Eid, masiku ya Eid. Na Eid hapa inakusudiwa ni Eidul Adha, ambayo inaitwa ni Eid kubwa. Japokuwa watu wamekuwa wanaifadhilisha Eid ndogo ile, kwamba kwa kuwa wametoka katika Ramadhani, wamemaliza kufunga na mambo mazuri na nini, wanaifadhilisha Eid ndogo ya Eidul Fitri ile, lakini ilikuwa bora ni hii Eidul Fitri, Eidul Adha. Basi kile kinachochinjwa katika masiku yale ambayo kwamba ya Eid kubwa huitwa ni udhuhiya, chenye kuchinjwa. Ama maana yake udhuhiya ni nini? Wakatuambia udhuhiya ni kumchinja mnyama makhsusi, si mnyama yoyote. Udhuhiya ni kuchinja wanyama makhsusi ambao kwamba wamewekwa tena wachinjwe katika wakati makhsusi. Huwezi ukashika mnyama wote ukamleta nyatu ukamchinja kwamba na mimi nimefanya udhuhiya katika yale masiku, la. Huwezi ukamkamata swala kwa kuwa unapenda kula swala ukamchinja kwamba umefanya udhuhiya, la. Udhuhiya ni wanyama maalumu, na tutaelezwa hapa mbele. Na hawa wanyama wanachinjwa biniyatil qurbati lillahi ta'ala, wanachinjwa kwa nia ya kupata kuwa karibu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani unapochinja wewe unafanya ibada ya wewe upate kuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani Mwenyezi Mungu akupende. Na wewe ukipendwa na Mwenyezi Mungu bwana, ndio dini yako imekuwa nzuri, mambo yako yamekuwa mazuri. Ukipendwa na Mwenyezi Mungu, malaika ni wako watakupenda, mitume watakupenda, waumini watakupenda. Sasa hawa wanyama ambao kwamba wanahusishwa, wakatuambia ni al-ibilu, ni ngamia, ndo amehusishwa.
walbaqaru na ng'ombe, walghanamu au wadhanu na kondoo, walmazu na mbuzi. Hawa ndio wanyama ambao kwamba wamehusishwa katika ile yaumun nahar, siku ya Idi kubwa tarehe 10 waweze kuchinjwa. Na wakati wake wa kuchinjwa wakatuambia ni yaumul adha, ni ile tarehe 10 ya mfungo 3 ndo wanachinjwa. Wa ayami tashriki, na masiku ya misikita, yale masiku ya misikita, masiku ya kubanika nyama na kukausha. Sasa wakatuambia hii ibada iliwekwa lini? Wakatuambia iliwekwa katika mwaka wa 2 tangu kuhama Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, na imeelezwa kwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu aliposema kumwambia Bwana Mtume, fasalli li rabbika wanhar, basi swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Aya nyingine Mwenyezi Mungu akasema, walbudna ja'alnaha lakum min sha'airillah. Aya nyingine ni hiyo. Ama hadithi za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ni ile hadithi ya Bwana Mtume aliyosema kwamba ma amila ibn adama yawman nahri amalan, hakufanya mwanadamu siku ya kuchinja amali iliyokuwa nzuri, tena ahabba ila Allahi ta'ala, amali ile yapendekeza sana kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, min iraqati dami, kuliko kumwaga damu, yani kuchinja. Ni amali ambayo kwamba ukifanya katika yaumun nahar tarehe 10 ya mfungo 3 ni ibada bora mno ya kuchinja. Kisha akasema Bwana Mtume, innaha, hakika ya huyo mnyama, la ta'ti yaumal qiyamati, atakuja siku ya kiyama, biquruniha, na pembe zake na kwato zake, nywele zake. Na akatuambia Bwana Mtume, wa inna dama, na hakika ile damu, la yaqa'u min Allahi ta'ala bimakanin, la yaqa'u min Allahi azza wa jalla, ile damu hutuka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sehemu, kabla an yaqa'a ala al-ardi, kabla ya kudondoka ardhini. Yani pale mtu anapochinja damu kabla haijafika chini, ikiwa yatoka, basi imeshakubaliwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hapa Bwana Mtume akatuambia, fatibu biha nafsan, basi kuweni wazuri nyinyi kwa huko kuchinja, nafsi zenu ziwe nzuri, msione ni gharama, msione ni tabu, msione kwamba nyinyi mnasumbuka. Miongoni mwa hadithi hizo wakatuambia, dhaha Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallama bikabshaini amlahaini, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alidhahi, alichinja kondoo wawili wekundu wawili, au wengine wakasema wenye mabaka wawili. Tena mwenye kupokea hadithi anasema aqraneni, wenye pembe wawili. Faraaituhu, nikamwona Mtume, wadi'an qadamaihi, ni mwenye kuweka nyayo zake, yusalli wa yukabbiru, tena apiga bismillahi na aleta takbiri, fadhabahahuma biyadihi, basi Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawachinja hao biyadihi, kwa mkono wake. Sasa hikma yake ni nini kuwekewa ibada kama hii? Hikma yake ni nini? Wakatuambia, wal hikmatu min tashri'iha, hikma ya kuwekewa sheria ya hiyo udhi ya kuichinja, kwanza ni shukrul mun'imi Subhanahu wa Ta'ala, ni kumshukuru mwenye kuneemesha, ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ala ni'amihi almutaaddida, umshukuru Mwenyezi Mungu juu ya neema zake zenye kuangika nyingi mno. Tena umshukuru ala baqa'i al-insani min amin li'amin, na umshukuru Mwenyezi Mungu juu ya kubakia mwanadamu kutoka mwaka mpaka mwaka mwingine. Ndiyo hikma ya kuwekewa udhiya. Hivyo wewe utakapokuwa umeacha kuchinja na una uwezo, umekosa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika neema zake nyingi ambazo kwamba amekupa. Lakini pia umekosa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa amekubakisha wewe tangu mwaka mpaka mwaka huu. Lakini walitakfiri sayiati anhu, na lengo la udhiya kuchinja ni kwa ajili ya kufutiwa madhambi mtu. Afutiwe midhambi. Midhambi iko bwana. Mtu anapochinja ile midhambi huondoka, akabaki msafi. Sasa hii ni raba za mazaleo, mnaita hivyo lugha, kwamba ni raba, yani nakufuta.
utakapopata uwezo wewe ukachinja, basi huwa wewe umepomoshewa madhambi, ukabakia msafi. Lakini wakasema lengo lingine, walitausiati ala usratihi wa ghairihim, na kwa sababu ya kuwakunjua, kuwapa nafasi familia yake, jirani zake na jamaa zake mbalimbali. Lakini wakatuambia wa ihya'an limirathi al-Khalil alayhi salam, na lengo la kuchinja ni kuhuisha kumbukumbu ya Saidina Ibrahim alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam, pale Mwenyezi Mungu alipomwamrisha kumchinja kondoo katika masiku yale ya Idi kwa ajili ya kumkomboa mwanaye ambaye ni Nabii Ismail alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wassalam. Hivyo hapa tumepata ubora, fadhila anazozipata mtu kwa ajili ya kuchinja. Sasa je, hii ibada ni lazima mtu akiacha atapata madhambi? La, hii ibada ni sunna. Ni sunna. Lakini sunna hii ni imefanywa ni muakkada. Ni sunna ambayo kwamba ulamai wameikokoteza. Basi mpaka hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wale ambao kwamba yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wal afwa minkum.